wa siasa na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wetu wa Manyara. Na kama mnavyofahamu ndugu waandishi wa habari kwamba chama chetu cha Mapinduzi kilifungua milango ya kuchukua fomu kwa ajili ya watu kuomba ridhaa ya kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kuwa wagombea kwenye uchaguzi wa mwaka huu wa 2025 uchaguzi mkuu. Yani ile 2025 2025 tulikuwa tunaisubiria ndio hii imefika na Chama cha Mapinduzi kimeanza mchakato. Zoezi la kuchukua na kurudisha fomu kwa Chama cha Mapinduzi lilipewa siku 5 kuanzia tarehe 28 mwezi wa 6 na leo tarehe 2 mwezi wa 7 2025 saa 10 kamili. Zoezi la kuchukua na kurudisha fomu likawa limefungwa, yani maduka ya Chama cha Mapinduzi ya kuuza na kupokea fomu yalifungwa saa 10 kamili. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwataarifu kwamba kiujumla zoezi limekwenda vizuri sana kwenye mkoa wetu wa Manyara katika majimbo yote 7 ya uchaguzi, ikianzia jimbo la Babati mjini, Babati vijijini, Mbulu mjini, Mbulu vijijini, jimbo la Hanang, jimbo la Simanjiro na jimbo la Kiteto. Na napenda kuwataarifu kwamba wanachama wa Chama cha Mapinduzi 82 wamechukua fomu kuomba ridhaa chama kiwateue wagombee ubunge kwa majimbo haya. Na kati ya hao 82 wanachama 19 ni wanawake wamejitokeza kwenye majimbo. Yani ukiacha nafasi zile za viti maalum, yani wamejitokeza wanawake 19 wamechukua fomu katika majimbo mbalimbali, na hivyo wanaume wa 63. Hii sio jambo dogo, kwani kipindi kingine wanawake wamekuwa wakirudi nyuma sana wachukui fomu hizi, wanadhani ni za wanaume. Lakini kwa mkoa wetu wa Manyara wanawake wamejitokeza sana, na tunawapongeza wanawake na kwamba wanaweza. Na hapo nikwambie, rais ni mwanamke hapa Manyara, mkuu wetu wa mkoa ni mwanamke, mkuu wa polisi mwanamke, mkuu wa wilaya Babati mjini mwanamke, mkurugenzi wa Babati vijijini mwanamke, mkurugenzi wa Hanang mwanamke, mkuu wa wilaya Hanang mwanamke, katibu wa chama hapa mwanamke. Yani siji kama unanielewa. Sasa katika zoezi hili wanawake wamechukua sana fomu pia, na tunawatakia kila laheri. Nadhani nikienda kwenye idadi ya watu waliochukua fomu kulingana na wilaya zao, Babati mjini waliochukua fomu ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi 17 wamechukua fomu hapa Babati mjini. Na haraka nikiangalia katika hao 17 wanawake waliochukua fomu Babati mjini ni wanawake 4. Akiwemo mbunge mwenyewe aliyemaliza muda wake ni mwanamke, lakini kuna wanadada wengine 3 zaidi wamejitokeza kuchukua fomu katika jimbo la Babati mjini. Jimbo la Babati vijijini ambapo mbunge wake ni naibu waziri wa mambo ya ndani wamechukua fomu watu 11. Watu 11 wamechukua fomu Babati vijijini, na kati ya hao 11 aliyechukua fomu mwanamke ni mmoja, na wanawake ni 2 wamechukua fomu Babati vijijini. Kwa hivyo nao wamejitokeza. Lakini nikienda Simanjiro wanachama 15 wa wilaya ya Simanjiro wamechukua fomu. Kule mbunge wake ni Christopher Ole Sendeka, lakini katika hao wanachama 15 wanachama wanawake 3 wamechukua fomu kule Simanjiro. Kiteto waliochukua fomu ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi 9 wanachama 9, na kati ya hao wanawake 2 wamechukua fomu kugombea ubunge jimbo la Kiteto. Pale Hanang wanachama waliochukua fomu kugombea
ubunge ni wanachama 12 na kati ya hao 12 wapo wanawake watatu wamejitokeza kuchukua fomu, akiwemo mbunge wa vijana wa taifa anaitwa Asia Abdulkarim Halamja, lakini yuko Mama Mere Nagu, lakini yupo dada mwingine anaitwa Lucy Anset Atawas. Kwa hivyo hiyo ndio taarifa kwa huko, lakini kule Mbulu tuna Mbulu vijijini na Mbulu mji. Mbulu vijijini wamechukua fomu watu wa Tanzania wanachama wa Chama cha Mapinduzi 9, na kati ya hao 9 wanawake ni 2. Na Mbulu mjini sasa, Mbulu mjini waliochukua fomu ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi 5 na wote ni wanaume. Sasa zoezi limefungwa la kuchukua na kurejesha fomu, na kwa mkoa wetu wa Manyara hatuna malalamiko yoyote katika zoezi hili. Watu wote waliofika kwa mkurugenzi wa uchaguzi, tena hii ni mpaka kwenye kata, wanaotaka udiwani, na waliofika kwa mkurugenzi wa uchaguzi wa wilaya, katibu wa wilaya kuchukua fomu walipewa fomu, na wengi wote mpaka sasa taarifa tulizonazo wamerudisha fomu hizo kwa wakati. Sasa mchakato umeisha. Katika Chama cha Mapinduzi, katika michakato kama hii zipo haki kama 3. Haki ya kwanza ni haki ya kuchaguliwa na kuchagua. Kwa hivyo katika hili watu wanachukua fomu. Kila mwanachama ana haki ya kuchukua fomu. Hata kama amesajiliwa leo kuingia CCM na leo ni mwisho wa kuchukua fomu, anaruhusiwa kuchukua fomu. Lakini haki ya pili inafuata sasa, ndio mchakato unaofuata, na ratiba yake inaanza tarehe 4 kwenye ngazi za kata, tarehe 6 ngazi za wilaya, na tarehe zingine zinaendelea mkoa. Ni haki ya vikao. Vikao vinaanza kukaa na kuwajadili watu wote, wanachama wote wa CCM waliochukua fomu, na kuwajadili kwa sifa zao na vigezo vilivyowekwa. Alafu mapendekezo yanapelekwa kwenye ngazi ya juu ya nafasi hiyo. Kama diwani watajadiliwa kwenye kata na vikao vya kamati za siasa za kata na halmashauri kuu za kata. Mapendekezo yatapelekwa wilayani, na wilaya watayajadili tena, watapendekeza, wataleta mkoani, na mkoani tunamalizana na madiwani. Lakini ngazi ya ubunge, wilaya wanakaa na jimbo, wanajadili, wanapendekeza mkoani, mkoani tunajadili, tunapendekeza taifani, na baadaye taifa wataturejeshea majina ya wanachama 3 kwa ajili ya kwenda kwenye mchakato mwingine, ambapo kuna haki sasa za mjumbe. Mjumbe naye ana haki ya kupiga kura ili atuambie sasa, katika hawa mlioleta sisi tutakaye kwenda naye kwa mwaka huu basi ni fulani. Na mchakato wote ni michakato ya kidemokrasia, na michakato imekuwa mirefu hivi ya kidemokrasia ili kujaribu kuongeza uwanja wa haki, na baadaye kupunguza migongano, kupunguza makundi, ili baadaye tunapomaliza chaguzi tunakuwa pamoja, watu wote tunashirikiana kumnadi mgombea wa Chama cha Mapinduzi anayekwenda kupambana na wagombea wa vyama vingine vya siasa. Na kwa kweli chama chetu kimekuwa kikiweka makatazo mbalimbali. Naomba niongee hili maana nadhani naweza nikaulizwa. Masuala ya rushwa yamekuwa yakizungumzwa, na chama kimekemea sana masuala ya rushwa, lakini lugha zisizokuwa za staha katika michakato hii, na makatazo mengine mengi na miongozo mingi imewekwa. Sasa ndiyo maana kuna vikao sasa, baada ya watu kuwa wameshachukua fomu, vikao vitajadili mienendo ya wagombea hawa na tabia zao na nini, na kama kweli wanaweza kutuvusha uko mbele. Limejitokeza swala la watu, wameniuliza watu wengine kuhusiana na gharama za fomu. Na kama kwamba kuna watu wengine labda wamelalamika. Fomu ya udiwani ilitolewa kwa shilingi 50,000 kwa fomu, lakini fomu ya ubunge ilitolewa kwa shilingi 500,000. Nipende kusema mpaka sasa hatujapokea malalamiko kokote kwa yoyote kuhusiana na fomu hii. Hizi pesa ndio zinazotumika kwenye shughuli nzima, mchakato mzima wa uchaguzi. Kuna fomu za uchaguzi, kuna wasimamizi wale wachaguzi na nini. Kwa hiyo ni sawa na kusema labda changia chama, lakini sasa ununue ile fomu kwa ajili ya kurahisisha hiyo michakato. Na niseme kwa wale ambao wanadhani kwamba labda hizi 500,000 ni gharama, siasa na uchaguzi sio tukio
la kushtukiza. Uchaguzi ni mchakato. Napenda kutumia swala la ndoa hasa kwa Wakristo. Ukishajua mimi mwakani nitaoa, lazima ujue utakutana na mzazi atataka mahali. Na mahali lazima uitoe. Usilete tu mahaba au mnapendana nyinyi, ila lete mahali, si ndio? Ili mchakato ufanye nini? Uendelee. Kama una mahali ndio watu wanaanzisha magrupu, wanachangishana na nini. Basi kama mtu ambaye anajua kwamba mimi miaka 5 ijayo nitagombea ubunge, lazima ajue kutakuwa na gharama za kuchukua fomu. Na kweli wana CCM wamekuwa tulivu. Kwa sababu mtu anaweza kalalamika gharama ya kuchukua fomu alafu ukikutana naye unapigwa supu. Hiyo gharama ya supu umeitoa wapi? Kwa hiyo tuseme tu mchakato sisi umeenda vizuri sana na mpaka sasa hatuna malalamiko yoyote, tuko vizuri sana na tunamuomba Mungu na tunaamini kwamba mchakato mzima utakamilika salama salmin. Na sisi wasaidizi wa viongozi wa juu wa chama tupo kuhakikisha kwamba mchakato unaenda vizuri na haki zinatendeka. Asanteni sana, karibuni sana. Iko wazi kabisa, hakuna swala la kuchangishana kwenye chama. Alipo hilo sisi mchakato huu kuna maelekezo yapo, kuna kuchukua fomu, kuna kurudisha fomu. Ukichukua fomu kurudisha fomu unatakiwa utulie. Unatakiwa utulie kabisa sababu haki yako umeitekeleza bila kuingiliwa. Sasa usubiri vikao viendelee, na vikao navyo haviingiliwi. Kwa hivyo mtu anayechangisha anachangisha watu huyo ujanja. Haipo kitu kama hicho kwenye chama chetu. Kuanza kuchangisha watu, tena watu wasichangishwe kabisa. Wagombea wakome kabisa, watu wasiwachangishe kwa sababu tunataka tupate viongozi wanaotokana hasa na mahitaji ya watu. Kumbuka sisi hapa chama kinatafuta sasa hivi watu watakaoenda kugombea na watu. Chama bado hakijampata mgombea. Bado tuko kwenye mchakato wa kumpata mgombea. Tukishampata mgombea, yule ni mgombea wetu sote. Tukiamua tumchangie, tukiamua tufanyeje, tumpigie vigelegele, tumtembeze kwa matarumbeta, hiyo ni safi kabisa kwa sababu sasa tayari ni mgombea wa chama chetu. Utaona hata hakuna mabango huko mtaani kwa sababu bado hatujapata mgombea. Ni kwenye social media tu watu wanatuma vipicha na nini ili kuchangamsha game. Lakini baadaye atakapopatikana mgombea mmoja katika jimbo wa Chama cha Mapinduzi, huyo tutamtangaza na tutamlinda kwa wivu mkubwa sana. Kwa ni hivyo tu. Na zipo taarifa kwamba lazima mbunge ambaye anashiriki jimbo lake nafasi yake lazima nafasi jina lake lirudiwe. Kweli kwamba lazima jina lake lirudi hata kama chama kitana rudi mzigo? Hiyo hakuna katika dokumenti za chama. Je, chama hiki kina miongozo, kina kanuni, taratibu, katiba. Haisemi, haizungumzii nafasi ya mtu, inazungumzia mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Yaani sifa kubwa ya kwanza ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo kama ni mbunge amefanya vyema na chama kikaona huyu anafaa, ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana leo wabunge wote wamerudi kama wanachama. Wanafuata utaratibu ule. Hakuna mbunge kuingia lessless ofisini, anasubiria kama ni kwenye mabenchi pale, si ndio? Sikashamaliza muda wake, ni mwanachama ili kuwe na haki sawa na wanachama wengine. Yaani wanachama wote wawe treated equally. Kwamba wote watahudumiwa kwa usawa na watajadiliwa kwa usawa. Kwamba hakuna kwamba hawa tusiwajadili kwanza kwa sababu hapana. Chama kinajadili mwanachama mmoja wa Chama cha Mapinduzi. Kama ni John Bura, tutaangalia Bura. John Bura tutamjadili kama yeye, sio kwa nafasi yake kwa sababu labda yuko TBC au yuko wapi. Atajadiliwa yeye kama yeye. Na baadaye kama chama kitaridhia katika ngazi zote hizo, basi atakapokuwa ni mgombea wetu tunakuwa na wajibu na jukumu la kuhakikisha kwamba anashinda dhidi ya vyama vingine na hatimaye twende tukaunde dola yetu vizuri, tukaendelee kushika hatamu. Na ndio kitakachotokea mpaka sasa.